Majira ni saa 12 saa za Afrika ya Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki, ambako nasikiliza ni Amka na Baraka1 TV tarehe 15 za mwezi wa 8 2026, na mimi ni Rajab Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari mwenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, wazalendo na FARDC wazidi kujinyakulia ushindi dhidi ya magaidi wa M23. Uvira, shirika la kiraia MCLA na mashirika mengine wafanya maandamano makubwa ya amani jijini Uvira. Kinshasa, Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anatumia milioni 6 kwa ajili ya vita, azungumza Auguste Kabuya, huku serikali kufanya haraka sensa kwa watu wote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vilevile mahakama kuchukua hatua kali kwa wanaotukanana kwa mitandao ya kijamii. Unasikiliza Baraka1 TV kupitia Mutula FM huko maeneo ya Shabunda, na vilevile usikose kushiriki na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo, na tena endelea kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yako naendelea kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pande zote za dunia. Na bila kupepesa macho, moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini. Tukianza kwa upande wa Kivu ya Kaskazini, ni kwamba kwa sasa kautulivu kidogo tarafani Masisi pamoja na Walikale kameonekana baada ya wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuendeleza kuwakunguta magaidi wa M23 na kuwaondoa katika vitongoji mbalimbali ndani ya tarafa ya Masisi pamoja na tarafa ya Walikale. Kwa kuamkia siku ya jana, maeneo ya Kazuba ndani ya tarafa ya Walikale, eneo hilo limeweza kuingia mikononi mwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo baada ya kuweza kuwapunguta magaidi wa M23. Kwa upande wa Masisi vilevile operesheni na kuendelea kuongeza nguvu kwa wazalendo bado kunazidi kuonekana, huku wakiwa tayari kwa ajili ya kuzuia ama kushambulia tatizo lolote ambalo litaletwa kwa upande wa adui ambaye ni M23 pamoja na muungano wake. Kwa sasa upande wa Kivu ya Kaskazini ya hali kama inaonekana kutulia, wazalendo na FARDC wamejipanga na wako tayari kudhibiti magaidi wa M23. Kwa upande wa Kivu ya Kusini, vitongoji na vijiji mbalimbali huko maeneo ya Kalehe pamoja na Kabare vimeweza kuingia mikononi mwa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na yote ni baada ya mapigano makali dhidi ya magaidi wa M23 kuamkia tarehe 14 ambayo ni jana 2026. Ripoti za mwisho mapigano yalikuwa maeneo ya Kanyola ambako wazalendo waliendeleza harakati za kuwaondoa hayo maeneo magaidi wa M23. Mpaka sasa maeneo ya Kalehe pamoja na Kabare kumeonekana kwa utulivu. Mapigano ya mwisho yalifanyika siku ya jana ambako vikosi tiifu kwa serikali viliendeleza kuwakunguta magaidi wa M23. Tukichukua hizi maeneo, watu 4 ndio wamesemekana kuwa wamepoteza maisha na wengine 4 kuweza kupata majeraha makali. Ni baada ya mapigano makali jimboni Kivu ya Kusini kati ya FARDC wazalendo dhidi ya vikosi vya M23 maeneo ya Kusisa. Mapigano hayo ambayo yalifanyika siku ya tarehe 14 ambayo ni Ijumaa ya mwezi wa 8 2026, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanaungwa mkono na wazalendo
wakitongana na magaidi wa M23 maeneo ya Kusika ndani ya groupmenti ya Ziralo tarafani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini. Vyanzo kutoka katika hayo maeneo ya kivita vimetuhakikishia ya kwamba mapigano hayo kwa sasa yanaelekea siku ya 3 maeneo ya Igali, ambako kwa sasa ni watu 4 kutoka kwa upande wa magaidi wa M23 ndio wanasadikika kuwa wamepoteza maisha, huku kwa upande wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 4 pia wakiwa wamepata majeraha madogo madogo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeweza kudhibitisha kuweza kuchukua maeneo ya Chambombo, Sanje, Lumbishi, Kavumu, Luzirataka pamoja na Numbi, na kwa sasa hali inaonekana kuendelea kutulia. Kuacha wanamgambo hawa wa M23 wanapoteza vifaa vingi, hata na wengi kupoteza maisha. Karibu ya 34 walipoteza maisha, 4 kwa kashikwa kwa mikono, hata na kupoteza vitongoji hata na masenta mingi kama vile Rumbishi, Chambombo, Kamatare, Kabingo, Bishaka, Shanje hata na Kawele. Hayo ilipitikana katika mapambano ambayo ilisababisha wanamgambo wa M23 kuja kuzishambulia kila kona hata na ngome za wazalendo ambao wanapatikana katika mtaa wa Masisi hata na mtaa wa Kale, na matokeo ni kuwa tayari kabisa mapambano makali inaendelea mpaka leo tarehe 14 mwaka 2026 hii mwezi wa Agosti, ni kuwa wanamgambo wa M23 walipoteza maseta hata na vitongoji hivi mbalimbali. Kwa hofu yao wanamgambo wa M23 hata na wale raia ambao wanapatikana mahali hapo wanasema kwamba tayari wazalendo wanaendea kilima kirefu ambacho kinajulikana kwa jina la Buragiza. Buragiza hiyo ni kilima ambayo inapatikana huko katika sehemu za Sud Kivu, katika mtaa wa Kalehe. Na hii kilima ya Buragiza wanahofia kuwa wazalendo wakiendelesha kupambana vikali hata na kuwasha moto na wakimbiza vikali sana, wakikimbia mbio la mnyonge, hawa wapiganaji wa M23 wanahofia kuwa wazalendo watakuja kudhibiti hii kilima ya Buragiza, na wakishakamata hii kilima ya Buragiza wanahofu kuwa barabara kutoka Goma kuelekeza Bukavu itakuwa imedhibitiwa hata kufungwa na wazalendo. Kwa hiyo wapiganaji wa M23 wanakimbia vya mnyonge, tukiwaambia kama senta ya Ngungu mpaka saa hii kabisa wanamgambo wa M23 walisha kujividura huko na kukimbia, na tukiwaambia kama vile Shanje wazalendo walisha kudhibiti eneo hizo. Kwa leo mapambano makali inasikilikana katika hii kilima ya Buragiza, ili waangalie kama wanaweza kukamata barabara kutoka Goma kuelekeza huko Bukavu. Na ni kukuwa wanamgambo wa M23 baada ya kupigwa vikali wanaendelea kupata support kutoka huko katika nchi jirani ya Rwanda. Nikisema huko katika nchi jirani ya Rwanda ni ile RDF ambayo inakuja kwa support kiaskari, kukuwa wanakuja ku defend kusudi waangalie kama hawezi kukamata hii barabara kutoka Goma kuelekea Bukavu. Lakini matokeo ni kuwa kwa asubuhi ya leo hakuna gari ambayo inaweza kutoka Goma kuelekea Bukavu kupitia barabara hii, kukuwa kilima hii ya Buragiza hakuna mtu mwenye anawezi pita mwile barabara, yani unawezi kumulipoa. Na baada hiyo kusukuma support hiyo kutoka katika nchi yani ya Rwanda, wengi walikuja lakini wakapigwa vikali sana na kuanza kurudia nyuma. Wanaendelea kusonga mbele wazalendo wote mahali popote wanapopatikana. Tuwajulishe kama na hivyo katika sehemu za Kawele huko kabisa kungali kunadhibitiwa na wazalendo. Katika hizi sekta zote ambayo natoka kuwatajia hapa mbele, Rumbishi, Chambombo, Kamatare, Kabingo, Bishaka, Shanje hata na Kawele ni vitongoji wala masenta ambazo ziliwahi kukamatiwa hapo jana na wazalendo. Tangia hapo jana mpaka saa hii kabisa ni kusema wangali wanadhibiti vitongoji wala masenta hizi ambazo walizikamata. Ni kusema kwamba tayari wazalendo wanasonga mbele mahali popote wanapo. Baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kusini, tukumbushe tu kwamba maeneo ya Rurambo, Generali Kigabi bado wanaendelea kufanya harakati nzuri huko akiendelea kuwanyoosha magaidi wa M23. Pata taarifa kutoka maeneo ya Rurambo ambako Generali Kigabi akiwa ni mzawa
wa maeneo ya jimbo la Tanganyika kwa sasa anapatikana milima ya nyanja ya juu ya Rurambo, huku akitupa taarifa ya kwamba anaendelea kudhibiti maeneo yake vizuri dhidi ya kuwazuia magaidi wa M23. Na kuhusiana pia na mpango wa kuweza kuchaguliwa kwa Gasita kuwa kamanda wa zone ya pili ya defense nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, je, rais amepangiwa ama kuna mchezo ambao anaufanya anaujua yeye mwenyewe? Baadhi ya wakongomani wamelahani kitendo cha Gasita kupewa nafasi hiyo, lakini pia huku wengine wakiwa na mawazo tofauti. Na kusumbuliwa na wasi, ila kuna siku Mungu atatupanguza machozi. Tujipe moyo wana ndugu zangu. Asanti. Basi wa ndugu zangu, na mimi nitaka kuzungumuza kuhusu habari ya Gasita. Ila mimi ninazungumuza ndani mwangu, ninalia sana. Roho yangu inavuja sana, damu inatiririka ndani ya moyo. Machozi ya damu inanitoka. Machozi ya damu inanitoka, inanitiririka. Nasikia sijui niseme nini. Ile unasikia kama mtu akishafikwa na machunga na kuambia kwa nini Mungu nilizalika niwe basi Mkongomani. Harakista hukumu, Mungu mwenyewe anajua, ila ndani mwangu ni huzuni sana. Kitu cha kwanza nataka kuwaambia watu wa Katanga wa hizo province zote Kenya. Ile ulisikiaka wanasema Biblia, wanasema ole kwenyu. Mbingu nasema mbinguni, Mungu anasema ole kwenyu wanadamu mnaolemewa na huyo mnyama. Ndio ile na nini nawaambia, ole kwenyu watu wa hiyo province wa deuxième zone de défense. Ole wenyu mnaolemewa na huyo mnyama Gasita. Mbingu zinamtupa kiburi. Shetani hakuwaka mwizi. Shetani hakuwaka mtu. Ukisoma Biblia yote hakuna kwa shetani aliuaga mtu, wala shetani alibaka cha mtu, wala shetani alibakaka, wala alifanyaka nini. Hapana, wala shetani alitukananaga. Kilichomshusha shetani kutoka mbingu kumshusha kuzimu, kiburi. Kiburi ndicho kiliyomshusha shetani kutoka mbinguni na kumshusha kuzimu. Penda ajilinganishe sawa na mwenye anamupa mamlaka, muumbaji wake. Sasa wakati Mungu aliona vile, akasema kumbe sasa niangalie walio wangu, niangalie waliokuwa wangu, watakaye mkubali huyo mnyama shetani, wale sio wangu. Watakaye mkimbia na kumkemea ambatana na mimi, ndio wangu. Ndio sasa hii ni magugu na ngano, ni muda wa kuchagua magugu na ngano. Usifikiri ya kwamba rais yeye ni rais, ni mwerevu, tena ndiye premier citoyen mwenye ko bien formé Mkongo mzima, mwenye anajua renseignement zote za nchi ya Kongo. Wa kwanza kuzijua mzuri ni yeye, na ni yeye tena wa kwanza kudanganyiwa, wa kwanza Mkongo ni yeye. Sasa rais anajua Gasita mzuri, anajua wale wote wabaya wote wa RCD, wa AFDL na wabaya wote wako nao wote anabajua pia, hakuna cha nasahau. Na seko na sabi iko biko na nome, wanamletea list, anasoma, anajua huyu ashakuwa na kae yake, anajua ka huyu kwa kubike rouge, huyu kwa point. Ni bana munome, banamuletea yeye ana approve tu na anakubali. Sasa kabumbu kwa Kongomani mwepeke, mwende mchague magugu na ngano, mwepeke mjitetee. Opinion isione kwamba president ni tribal. Sasa inabidi sisi wepeke wa Kongomani tujishimame yako kwa kumwakana na kumnawa na kumkataa katakata. Basi mwamba post strategique zote za nguvu ziko très clear, ziko très forte, ndio wanaopatia. Usiwazie kwa komanda, ndio kwa na komandema kushindia mwenye kuna. Kwa hiyo wa ndugu, inalomba tujitahidi. Hizo province Kenya mheshimiwa sio rais Makashi anatumika na watu wanatumika wenye wanaofanyia manomination kwa masiara ya Rwanda. Mkiangalia mzuri, maposte kle zote strategique zote ziko mikono ya Rwanda. Tukiangalia mzuri, tuko tunaongea, hatuyamshutumu mtu fulani wala kiongozi rais, hatuyamshutumu. Lakini tukichunguza mzuri, ile karti ya Shina Rambo aliachaka ndio karti ngani nachezewa mpaka sasa.
Tuingie ndani ya jiji la Uvira. Baada ya taarifa zote hizo ambazo umezisikiliza kutoka Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, tunabaki Uvira, jimboni Kivu ya Kusini mwa Kivu ya Kusini. MCLA na mashirika mengine ya kiraia yafanya maandamano makubwa ya amani ndani ya jiji la Uvira. Ziara ilianzia kwenye daraja la Molongwe ndani ya jiji la Uvira, katikati kabisa mwa jiji la Uvira, huku mashirika ya kiraia yakiambatana kwa pamoja na kufanya maandamano ya amani. Lengo kubwa ya maandamano hayo ilikuwa ni kuitaka serikali kuweza kukomesha vita inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutokukubali pia ujio wa M23 ndani ya jiji na tarafa la Uvira na kote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maandamano hayo yalitembea kwa miguu mpaka kufika maeneo ya Rompo ya Kavimvira, ambako mamia ya watu walijitokeza na kuelekea mpaka kwenye ofisi za gavana na kwenda kuacha kibarua, ambacho kibarua hicho kilisomwa na Bwana Alphonse Mfariji, akiwa ni kiongozi wa shirika la kiraia la MCLA jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maandamano hayo ambayo tofauti na kutokutaka M23, pia wametaka jamii ya kimataifa kutokuwa na unafiki ndani yake, na vilevile kutaka shinikizo liweze kutolewa kwa Rwanda kwa kutokuheshimu makubaliano ya Washington kati ya DRC pamoja na Rwanda, pia kuondoka kwa majeshi ya Rwanda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vilevile kutaka serikali kuweza kuwarudisha wakimbizi ambao wanatesekea ndani ya makambi nchini Burundi, na pia serikali kuweza kutoa fidia kwa waanga wa mauaji ambayo yamesababishwa na magaidi wa M23. Tibu kitaifa kwa Mouvement Citoyen MCLA, na kwa sasa inazungumza kama mwakilishi wa umoja wa mashirika ambazo tulioziweka pamoja juu ya kulomba amani nchini mwa Kongo kupitia maandamano ya siku ya leo. Leo mmeandaa maandamano ya amani, ilikuwa na malengo gani maandamano hii? Ndio unayo kama inakuwa miaka mingi tulipitia vita, inakuwa zaidi ya miaka 13, na hapa miaka zenyewe zinaisha, adui alichukua mwingine kutokana na pression ya diplomasi, kutokana na engagement ya rais wazalendo FARDC, adui aliondoka akatoka. Kuachana na ile kutoka, naendelea kuna mikakati yake ya kudhibiti udongo, na ndio kwa maana tukasema hatutaitika tena watu waendelee kufa, hatutaitika watu waendelee tena kwa wakimbizi. Tunao watu wengi walikufia makambini, leo watu ni mayatima, wamoja wana tena nafasi za kuishi. Tukasema kwamba tuweze endelea kuona hii hali na si raia tukale kimya, ijapokuwa raia ni nguvu. Watu wamoja wanasema kama sauti ya raia ni sauti ya Mungu, na ndio kwa maana kwa siku ya leo tukajiunga pamoja shirika mbalimbali ili tulalamike mbele ya dunia nzima, tuseme ya kwamba raia ya Uvira inakatala vita, na malengo ilikuwa ya kwanza ni kuomba adui aondoke. Tunakatala vita, tunaomba Rwanda kutoa wanajeshi wake ndani ya nchi ya Kongo. Tunalomba wazungu, community international
waende kuhakikisha ya kwamba jitihada za amani zilizochukuliwa zinaenda kuheshimiwa. Donc ile maaccord de paix zinaenda kuheshimiwa na tuone adui anaondoka, kwa sababu tunasikia kila mara kwa mara mo plateau tunasikia madrone, watu wanakufa ovyo, na ndio kwa maana tukasema tukala kimya kwa siku ya leo, tupeleke sauti mbali kusema kwamba tunakatala vita, na adui ambaye anayejiandaa kuja kutumiliki tumwambia kwamba sisi raia tuko tayari kumilikiwa na yeye. Na ndio kwa maana kwa siku ya leo tulikuwa barabarani, mama baba, kulomba amani na kusema kuambia adui ya kwamba hatuna shida, tunakataa vita inatosha. Asante. Baada ya taarifa hizo kutoka Uvira, huko nasikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka1 TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni tarehe 15 za mwezi wa 8 2026. Ni saa 12 saa za Afrika Kati, moja majira Afrika ya Mashariki. Jide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Ayeba Mashaka Ayamba Edone Butoto Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza da Leteshe da Asha da Arwena Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramakei kutoka Afrika Kusini, Mohamed Papi Rajabu kutoka Afrika Kusini, wote hawa kiwa wako nasikiliza Baraka1 TV. Peter Mugisho kutoka maeneo ya USA. Ndugu jamaa na marafiki, matangazo unasikiza kupitia Mutula FM kutoka maeneo ya Shabunda. Usikose kuungana na sisi kwenye Operation Saidia Muzalendo, na vile vile endelea kusupport Baraka1 TV. Tuingie ndani ya jiji la Kinshasa ambako Rais Felix anatumia milioni 6 kwa ajili ya vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anazungumza Augustin Kabuya. Katibu mkuu wa chama madarakani UDPS Bwana Augustin Kabuya akizungumza na wanachama amethibitisha ya kwamba rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anatumia takriban at least milioni 6 kwa ajili ya vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku rais akiwa na malengo makubwa ya kuendeleza kutwangana na wote wanaojaribu kuyumbisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na Kabuya, milioni 6 ya dola ambayo inakuwa ikitumwa mara kwa mara kwenye sekta mbalimbali kwa ajili ya kuweza kusaidiana na wanajeshi wanaopambana maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lengo likiwa ni kuweza kulinda na kuendelea kusaidia wapiganaji ambao kwa sasa wanapatikana kwenye uwanja wa vita. Na pia ndani ya jiji la Kinshasa, serikali kufanya haraka sensa ya watu wote ili kuweza kujua idadi. Hayo yamezungumzika hiyo tarehe 14 kwenye kikao cha mawaziri kinachofanyika kila siku ya Ijumaa, na hiyo tarehe 14 kikiwa ni kikao cha 96 ambacho kimefanyika. Katika mipango ambayo ilizungumzika ni mipango mingi, ikiwemo ya kuweza kuharakisha kwa ajili ya kufanya sensa ya wananchi wote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuweza kupata idadi kamili ya wananchi, na vile vile masuala ya Ebola, kuhamasisha raia kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, na pia mabadiliko kwa benki ya taifa, na vita inaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia namna ya kutengeneza ajira kwa vijana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tofauti na hivyo, pia mahakama nchini jijini Kinshasa imeweza kutoa taarifa ya kwamba hatua kali zinatarajiwa kuchukuliwa kwa yeyote ambaye anakuwa akitumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya matusi. Tarehe 14 za mwezi wa 8 2026, waziri wa sheria na mlinda muhuri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kupitia taarifa hiyo, waziri ameweza kutoa onyo kwa watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii, zaidi sana TikTok, kwa ajili ya kuwatukana viongozi
na watu mbalimbali mashuhuri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo imekuwa ni kawaida na imekuwa ni desturi ya Wakongomani wengi kutumia mitandao ya kijamii hususan TikTok kufikisha ujumbe, na ujumbe mara nyingi unakuwa ni ujumbe wa lahana kweli kweli. Na hata pia maeneo ya Kishasa hapo Christian Bosembe ambaye ni msimamizi wa SESAC aliwahi pia kuzungumzia hili swala kutokana na hali inayoendelea kwa mitandao ya kijamii. Kuna uwezekano wa mtandao wa TikTok kuweza kufungwa kabisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu moja, mtandao huo unatumiwa na magaidi wa M23 kuweza kueneza propaganda, na vile vile mtandao huo pia unatumiwa na watu wasiokuwa na maadili na nidhamu na kuendeleza matusi kwenye mitandao ya kijamii. Endapo TikTok itashindwa kuweza kutoa baadhi ya masharti ya kuweka maudhui, basi utafungwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ambayo unasikiliza ni Amka na Baraka1 TV. Na uondo mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi ya leo. Mengine tukutana ni majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye. Taarifa hii ya Gasita ambayo ulisikiliza nusu utaisikiliza majira ya saa 6.